Filamu hii inachochewa na matukio ya kweli. Tukiwa ndani ya nyumba moja ambapo kamera moja ilikuwa inarekodi matukio haya, inaonyesha mwanamke mmoja akiwa amekaa kwenye ngazi na mawazo kinoma. Ndani kuna watu wanasoma Qur'ani na watu wengi wanaendelea kufanya dua kwa ajili ya mwanamke mmoja ambaye amelazwa katika chumba kimoja. Huyu mwanamke anaitwa Naimu. Licha ya jitihada zote, Naimu alifariki dunia. Baadaye dada yake Naimu akawa anamuogesha marehemu huyo kwa ajili ya mazishi. Naimu baada ya kuwa amefariki, aliacha mtoto mdogo anaitwa Pari. Miaka ikapita, mtoto huyu akawa amekuwa na kuolewa. Aliolewa na jamaa mmoja anaitwa Hiwa. Baada ya miezi kadhaa ya ndoa, Hiwa pamoja na Pari walihamia kwenye nyumba yao mpya. Hiwa yeye anafanya kazi na binamu yake Pari. Binamu mmoja anaitwa Goran. Sasa binti Pari anamuonea huruma sana binamu yake kwa sababu mume wake huyu Hiwa hajaenda kazini kwa muda mrefu na wanafanya kazi sehemu moja. Hiwa akawa amemwambia aondoa shaka kwa sababu kila kitu Goran anajua kinachoendelea. Mambo yote yako sawa. Wanafanya kazi kwa kushirikiana sana kati ya Hiwa na Goran. Ukiwa anapanga vitu vya nyumbani hapa, Pari akawa amekutana na kaseti nyingi sana za video na kamera ya kurekodia ilikuwa inatumika katika nyumba yao ya zamani. Akaanza kutumia kamera hiyo kurekodi na kuonesha vyumba vyake kwenye hii nyumba. Alipoingia sehemu ya chini, mume wake alikuwa anapanga vitu, lakini mume wake akawa amemnyang'anya hiyo kamera, akamwambia kwamba aiweke mbali, atamani sana vitu vya zamani viendelee kutumika katika nyumba yao mpya. Usiku ulipopika, Pari akashindwa kulala kabisa, akaanza kupitia picha za zamani za utotoni mwake. Mume wake alikuwa amelala. Baada ya muda, kwa sababu mwanamke alikuwa anafunua vitu hapa, mwanaume akawa amamka akamuuliza mke wake kwamba mbona hujalala? Binti akasema hawezi kabisa kulala, na akawa amuuliza kuhusiana na sanduku la mama yake liko wapi. Hiwa akasema kwamba pengine lipo na vitu vingine huko, kama utaenda hakikisha umechukua vitu vya msingi tu na uviondoe kabisa vitu ambavyo sio vya muhimu. Wakawa wamelala. Usiku wa manane, Pali akawa amamka akahisi kama kuna kitu, akanyanyuka na tochi. Alipofika sebuleni, akaona sanduku la mama yake liko hapo. Alipolifungua akakuta kuna vitu vingi sana. Ghafla televisheni iko imewaka yenyewe na kuonesha rekodi ya watu wakiwa wanafanya ibada kwa ajili ya marehemu mama yake. Akiwa bado hajaelewa, ikawa imezima yenyewe. Binti alivyofunika lile sanduku, akaona kuna kiumbe kimoja kimetokea hapo na kikao kimetoweka. Pari akawa amerudi chumbani kwake ikiwa na hofu sana. Asubuhi mume wake akamwona mke wake kama ana mawazo sana, amekaa kinyonge. Ikabidi kumuuliza shida nini mama. Pari akaogopa kusema kilichotokea usiku wa jana, hivyo akasema kwamba ameota ndoto mbaya, akisema kwamba amekutana na mama yake. Mwanaume baada ya kusikia hivi akajua kabisa pengine Pari amemiss mama yake, hivyo akapendekeza kwamba atampeleka kaburini kwa mama yake itakapofika Ijumaa. Mwanaume akawa ameondoka hapo kuendelea na kazi zake huko nje. Mwanamke akawa amebaki ndani hapa akiwa anafanya usafi wa nyumba. Mashine sasa ilikuwa inazima, akawasha, ikazima tena, akawasha, akaendelea na usafi. Mara ikazima tena. Mbele yake kuna jamaa mmoja kasimama. Sasa huyu jamaa ndiye binamu yake huyu binti. Huyu mshikaji ndiye anaitwa Goran. Jamaa anasema kwamba mlango ulikuwa wazi, ndio maana nimeingia ndani hapa kimya kimya. Mume wako yuko wapi? Mwanamke akasema kwamba amekwisha kuondoka kaenda kazini huko. Goran akasema kwamba naomba nitumie choo chako mara moja. Basi binti akawa amemruhusu mshikaji akaenda chooni. Baada ya kumaliza kutumia choo, akawa ameondoka hapo kwenda kuungana na Hiwa kwenda kupiga kazi huko. Binti akaendelea kuweka vitu kuwa sawa. Akakagua tena lile sanduku la mama yake. Baada ya muda akawa ametoka hapo kwenda jikoni akaenda kuzima jiko kwanza. Alivyorudi sebuleni, alipokuwa ameliacha lile sanduku la mama yake, akashangaa kuona kuna watu wengi sana, na hapo pia kuna mwili wa marehemu, ni kama walikuwa wanaomboleza hapo. Sasa akiwa katika hofu, anakuja kugeuka, anamkuta mume wake kafika hapo. Anamuuliza nini kimetokea. Mume wake anamshangaa kwa sababu mwanamke amekuwa na tabia za ajabu ajabu sana. Hizi tabia yeye hajawahi kuzielewa kabisa tangu amefika kwenye hii nyumba. Ni kama anamuumiza tu kichwa. Akawa ameondoka hapo. Usiku huo Pali akawa anaangalia tena video za nyuma huko, akagundua kwamba alipokuwa mtoto mdogo kulikuwa na mpango wa yeye kuozeshwa kwa binamu yake, yani Goran. Akiwa bizi kuangalia, mara akasikia kama kuna sauti upande wa chumba cha chini huko. Akaamua kwenda kuangalia kuna nini huko. Alipofika huko, akaona kama kuna kivuli kimetoka haraka upande wa chumba kilichopo karibu na jiko. Sasa muda huu binti alikuwa anarekodi kila kitu, lakini baada ya kufika eneo hilo hakuna kitu. Asubuhi iliyofuata, binti akaamua kumweleza mume wake na kumuonesha lile tukio ambalo amelirekodi, akiamini kabisa linaonekana kwenye kamera. Lakini kwa bahati mbaya, mume wake baada ya kutazama ile video yote hakuna chochote alichokiona. Mwanaume akawa hamwamini sana mwanamke anachomwambia, na mwanaume akawa amemkataza kabisa, usitumie hii kamera ya zamani, yani vitu vya zamani sivitaki uendelee kuvitumia kwenye hii nyumba mpya. Bali akawa ameapa kabisa, anasema kwamba aliona mtu mwingine ndani hapa, anahisi kama kuna kiumbe ama mtu mwingine kwenye hii nyumba. Lakini mwanaume akawa ameondoka hapo baada ya kuwa amepigiwa simu na Goran, hivyo akaenda kupiga kazi huko. Bali akawa anahuzunika sana kwa sababu mume wake hamsikilizi kwa kila anachokipitia kwenye hii nyumba. Wakati huo huo, Goran akiwa nyumbani kwake yuko busy na yeye kutazama video zake za zamani, yani kwenye huu mji kurekodi matukio ya zamani yalikuwa ni mambo ya kawaida kabisa. Katika video hizo akawa anaonekana Pari akiwa bado mtoto. Baada ya kuwa amka usingizini, shangazi yake Pari na mama yake Goran wako wanamkosoa binti, wanamwambia kwa nini unaamka kwa kuchelewa, utaweza kweli kulea watoto vizuri wewe? Mara
ile video ikiwa imesimama, akaanza kusikia ndani hapa kuna sauti ya yale aliyokuwa anatazama kwenye video ni kama yanasikika ndani hapa. Baada ya kufika jikoni, akaliona lile tukio lote alilokuwa analiona kwenye video liko linatokea hapa ndani. Akiwa na wenge la kutosha, hawa watu wametokea wapi? Uko wametoweka tena. Upande wa video ikaanza kujicheza yenyewe. Mara akiwa hapo akaona ile kanda ya video iko hewani inaelea, iko manguka chini yenyewe. Aliposogea kwenda kuichukua, akaona taswira ya mama yake ananong'ona vitu vya ajabu. Sasa akiwa hapo anashangaa mama yake pale yuko ametokea hapo, huyo ni binti yangu, akampiga bao kisha akatoweka. Upande wa Hiwa akiwa msikitini anasoma zake Qur'ani. Sasa hapa kulikuwa na jamaa mmoja hapa yuko uambuzi kinoma, ikabidi kuuliza huyo ni nani. Kuna jamaa mmoja hapa pembeni akamwambia kwamba huyo mtu anaitwa Faruki. Watu wengi huwa wanamtafuta ili kuwasaidia kuondoa uchawi na mambo yote ya ajabu ambayo yanawakuta nyumbani ama maeneo yao ya kazi. Hiwa haya mambo hajawahi kuyaamini kabisa, yani mambo ya ushirikina na vitu kama hivyo sio vitu vyake kabisa. Kama wasemavyo Waswahili kwamba usiloliamini wewe halimaanishi kwamba kweli hilo jambo halipo. Usiku pali baada ya kuwa amemaliza kuzali vizuri kabisa, akawa ameondoka akampita mme wake, licha ya kwamba mwanamume alikuwa anamhitaji mwanamke wake wazungumze, lakini bado binti alikuwa na hasira kwa sababu mume wake hamwamini anapomweleza kila kitu anachokipitia kwenye hii nyumba. Sasa waliposinzia siku hiyo, pale akawa ameamka tena baada ya kuwa amesikia kama kuna sauti zinasema kwamba tutakuoza usiku huu, ndoa itafungwa usiku huu. Binti akamwona shangazi yake akiwa anampaka udongo miguuni, anarudia maneno yale yale. Binti akataka kumwamsha mume wake, lakini akashangaa, badala ya kumuona mume wake akamwona binamu yake Gorani yuko hapo anamkenulia mimeno tu. Viumbe wa giza wako hapo, wako bize. Binti akawa amepiga kelele, akawa ametoka ndotoni. Mume wake akawa anamtuliza tu mke wake hapo. Asubuhi iliyofuata pale akatumia kamera nyingine ambayo alikuwa amepewa na Gorani ambaye ni binamu yake. Hili jambo lilikuwa limemkera sana Hiwa kwa sababu alianza kuhisi pengine hao watu wana mahusiano, na hivi anajua kabisa kwamba Gorani alikuwa anahitajika kumuoa pale binamu yake, lakini imeshindikana baada ya yeye kuwa amemuoa huyu binti. Kwa hiyo anahisi kabisa pengine huyu binti anajisogeza kwa Gorani ama Gorani mwenyewe anajisogeza kwa huyu binti, kwa sababu hao watu wote ni watu ambao wamekuwa sehemu moja tangu utotoni mpaka kufika umri huu. Sasa kuna muda ni kama wivu unamsumbua bwana mkubwa Hiwa. Baadaye pale akaenda moja kwa moja tena katika nyumba ya binamu yake Gorani akiwa peke yake. Gorani akahisi kabisa pengine kuna tatizo, akawa amemkaribisha ndani, akamtengenezea na kahawa akawa amempa. Binti akamuuliza kuhusiana na shangazi yake. Gorani akasema kwamba yuko kijijini huko, hajarudi kabisa mpaka leo. Gorani akaeleza, nimeangalia video ambayo umeniletea hapa nyumbani, video ambayo huyu binti alirekodi. Akasema kwamba nimeona tukio la ajabu sana kwenye hiyo video nimeisikiliza vizuri, lakini alichokuwa anakiomba yule mwanamke ni kama sijakielewa. Akawa amemuonesha video hiyo bali akasema kwamba alimuonesha mume wake lakini hamwamini, na ndilo jambo ambalo linamuumiza sana. Jamaa akamwambia kwamba ninaweza kutazama maisha yako yanaendeleaje kupitia kikombe cha kahawa ambacho nimekupatia. Malizia kahawa kisha nisome maisha yako. Anasema kwamba amefundishwa jambo hilo na mama yake. Baada ya kumaliza kunywa kahawa, Gorani akaanza kusoma, akamwambia kwamba pale kuna doa jeusi linaashiria maisha yako yenye vikwazo na unampenda sana mtu mmoja. Unaona hili doa hili jeusi dogo, huyu ni Hiwa mme wako. Kuna mtu ambaye anamwangalia sana mme wako kutoka kwa nyuma. Hii inawezekana akawa ni msichana mdogo. Akawa amemuuliza pale, umewahi kupata mtoto ama mimba? Jambo hili lilimfanya binti kukumbuka tukio la nyuma kabisa. Siku moja akiwa bize kushona nguo, kuna mkono mmoja uko umetokea hapa na kumshika, na akaanza kusikia minong'ono ya ajabu. Akawa ameshuka upande wa chini kwenda kutazama. Kwenye kutazama akaona kuna begi moja hapa jirani, ndani yake kulikuwa kuna picha ya uchunguzi wa mimba. Taa ikawa imezimika hapo. Binti akaenda kuiwasha, akamwona tena yule mwanamke akiwa anashona kaa kwenye ile cherehani, kisha akawa ametoweka. Sasa katika wakati wa sasa, lile swali aliloulizwa kwamba aliwahi kuwa mjamzito, akawa amekataa kwamba sijawahi kuwa mjamzito. Hii inaonyesha kwamba pali amedanganya, kwa sababu ile picha ilikuwa inaonyesha ni picha ya uchunguzi wa mimba. Gorani akaendelea kusoma, akasema kwamba kuna dalili ya usaliti kwenye ndoa yako. Sasa pali baada ya kusikia hivyo akawa amekasirika, akasema kwamba haya yote unayozungumza hakuna ukweli wa aina yoyote, ni maneno tu. Mara shangazi yake akawa ametokea hapo, akawa amemtia sana hofu binti. Muda huo huo mme wa pali akawa ameingia hapa, ana hasira kinoma. Kwanza akataka kupigana na Gorani kwa sababu kwa nini mke wake yuko hapa? Yaani kwa nini wako wawili? Na jamaa anampigia simu sana Gorani, Gorani hapokei. Gorani ikabidi kujitetea, akasema kwamba hakuna lolote lililotokea. Huyu ni binamu yangu, wewe ni mwanafamilia, hakuna chochote cha kijinga naweza kukifanya. Acha kunifikiria vibaya. Bali akawa ameondoka hapo kwa hasira. Huku Gorani akawa amebaki hapa, anajitetea. Anamwambia kwamba mimi sijapokea simu kwa sababu nilikuwa busy. Kuna video ambayo imeletwa hapa ina matukio ya ajabu. Njoo uione. Video ambayo mke wako mwenyewe amerekodi kwenye nyumba
yako. Hiwa akawa amekaa kuitazama ile video ambayo mke wake aliwahi kumuonesha, lakini hakuwahi kumwamini. Baada ya kuitazama, kuna jambo la ajabu akawa ameliona hapa. Huyu jamaa mwenyewe akawa ameshangaa sana baada ya kuona yeye mwenyewe kwa macho yake. Usiku pale akawa anaangalia tena video zake za zamani, akaona wakati alipokuwa mdogo aliingia chumbani kwa mama yake aliyokuwa mgonjwa sana. Sasa aliingia huko akiwa na binamu yake Gorani. Shangazi yake pale aliwafukuza kwa sababu walikuwa wanamsumbua mgonjwa. Sasa akiwa hapo hapo anaendelea kuangalia, akasikia kama mme wake anaingia hapo. Binti ikabidi kuzima haraka haraka na kuficha ile kamera. Akaenda mlangoni akamwona mme wake akiwa amejawa damu sana. Binti akaanza kuingiwa na uoga, pengine huyu mwanaume amepigana na Gorani. Sasa baada ya kumpeleka chumbani, alivyorudi tena mlangoni kwenda kufunga, akashangaa kumuona mme wake halisi kafika hapo tena. Anamuuliza, ulikuwa unaongea na nani? Mbona kama unanichanganya? Mbona nataka kuifanya hii nyumba iwe ngumu? Mshikaji alikuwa ameingia chumbani kwake kwenda kupumzika. Wakati huo huo, Gorani yeye yuko busy sana kuendelea kuangalia vitu vyake vya zamani kwenye PC. Mara yakawa ametokea maandishi ya ajabu sana kwenye kikombe cha kahawa. Pia akamwona mama yake kwa mbali anamtazama, akipiga tochi haoni kitu, akizima tochi anaona kitu. Mara akawa ametokea mbele yake, kisha akawa ametoweka. Usiku huo Hiwa akawa ameamka baada ya kuwa amegundua kwamba mke wake hayupo kando yake. Akaanza kumtafuta mke wake, mara anamuona huku kapita na kamera, mara akamuona huku kapita na kamera, kama yuko busy kurekodi matukio ya miradi hayo. Akawa amefika mpaka jikoni, akamkuta yuko busy sana kurekodi. Akawa amemuuliza, kwa hiyo haya ndio maisha ambayo tunatakiwa kuishi kwa sasa? Mshikaji akawa amerudi kwenda kulala kwa sababu ana hasira sana na hii tabia ya mke wake. Sasa asubuhi iliyofuata baada ya kuamka, akamtafuta sana mke wake ndani hapa, hakumuona. Piga simu, akaja kugundua kwamba simu yenyewe imeachwa ndani hapa. Ikabidi kumpigia Gorani, si kwa mke wake kaenda huko. Akaenda moja kwa moja kwenda kumuona mshikaji, akaenda kumuuliza. Mshikaji akasema kwamba leo ni Ijumaa, yawezekana ameenda makaburini kwa sababu ulimwahidi kwamba utampeleka makaburini. Ikabidi waambatane wote waende makaburini huko. Sasa baada ya kufika huko, ikabidi waende kumuuliza mhudumu wa makaburi kwamba umemwona mwanamke fulani amesimama kwenye makaburi sehemu ile. Jamaa akasema kwamba kuna mwanamke alikuwepo hapo, lakini ni muda mrefu amekwisha kuondoka makaburini hapa, lakini sikumuona vizuri. Kazi ikawa ni kumtafuta Pali kaenda wapi. Kumbe Pali alienda moja kwa moja kijijini kwa shangazi yake, na shangazi yake Pali ni mtu wa kazi kweli kweli. Akamuuliza, kwa nini umekuja hapa? Pali akaeleza kwamba haelewi maisha yake yanavyoenda, kila siku anakuwa anamuona marehemu mama yake tu. Shangazi akampa jiwe moja, akamwambia alishike, kisha akamwambia ajifunike kichwa, kisha akaanza kumuuliza maswali mengi sana. Pali akawa anayajibu, lakini baada ya muda akawa amepoteza kabisa udhibiti wa mwili wake, yaani pepo akawa amempanda. Shangazi akamsaidia kuondoa lile jiwe mkononi mwake, kisha akamweleza kwamba kuna uchawi umewekwa nyumbani kwako, ikiwa hautaondolewa utaangamiza kabisa maisha yako. Akasema kwamba inabidi turudi wote mjini kama utaenda, ili niende nikakusaidie kuondoa uchawi huo. Upande wa vijana wamemtafuta sana Pali, hawajampata, wako wamerudi nyumbani kumsubiri. Wakiwa hapo, mara Pali kafika hapo. Hajafika yeye mwenyewe, kafika na shangazi yake. Basi ikabidi kumkaribisha shangazi kwa sababu kaja na ugeni, hawawezi kumpokea. Shangazi akasema kwamba mimi siwezi kukaa sebuleni hapa kwa sababu hali sio ya kawaida kabisa, hivyo nitafutie eneo lingine. Sasa kwenye kuzunguka, shangazi akawa anashangaa, mbona hii nyumba imeandamwa na giza kubwa sana. Sasa hili giza sio giza la usiku, giza la watu na mambo yao. Baada ya kuingia bafuni, yani chooni, akaona kama kuna kitu cha ajabu kilikuwa kimefichwa eneo hilo. Akawa amekiondoa, ni kitu cha uchawi ambacho kinaonyesha kwamba hii familia imechawiwa. Hili jambo lilikuwa limewashangaza sana watu wote, pamoja na kijana Gorani akawa anashangaa sana. Usiku huo akaanza kufanya ibada ya kusafisha na kuondoa kila kitu kilicho kibaya kwenye hii nyumba. Usiku uliofuata watu wanaamini sasa mambo yako sawa. Pali akiwa bize na ibada, mara televisheni ikawa imewaka yenyewe. Akiwa bado anashangaa, ikawa imezima. Akaona kama kuna mzimu wa mama yake umesimama hapo. Binti kabidi kuanza kumuuliza mama yake, mama unataka nini? Mama mwenyewe ajibu. Siku iliyofuata Pali akaenda moja kwa moja msikitini. Sasa baada ya kuona sasa haya mambo yanaanza kuwa magumu, akienda kuonana na imamu, akamweleza kila kitu anachokipitia, na amefika hapo ana mzigo ule wa ushirikina. Anasema kwamba anahisi kwamba kila kitu anachokipitia kinatokana na haya mambo, kwa sababu hivi sasa anasikia maumivu makubwa sana ya kichwa na ana wasiwasi mwingi mno. Imamu akaeleza kwamba aliyekufanyia hivi hatapata baraka. Akamuita Faruki ili achunguze vizuri, kwa sababu yeye ndiye anajua sana haya mambo, na sio kwamba imamu yeye mwenyewe haelewi, lakini kila kitu hakiwezi kufanywa na mtu mmoja. Baada ya uchunguzi wakaeleza kwamba kitu hicho kwa sasa kifanyi kazi, yani kitu cha ushirikina kwa sasa kifanyi kazi, na hali ya Pali haina uhusiano kabisa na hicho kitu. Wakamshauri kwamba endelea kuomba Mungu tu, mkimbilie Mwenyezi Mungu, achana na mambo ya giza. Binti akasema atafanya hivyo. Pali baada ya kutoka msikitini akaenda moja kwa moja kwenye nyumba ya Gorani. Baada ya kugonga mlango kwa muda mrefu, akaamua kuingia tu ndani ya nyumba kwa sababu inaonekana hamna mtu. Baada ya kutazama akaona kitambaa chenye alama za ajabu sawa sawa na kitambaa ambacho alikukuta chooni kwenye nyumba yake. Hili jambo liko limemtia mashaka sana, na kwenye kutazama akaona kwenye hichi kitambaa ni kitambaa cha kishirikina, na pia kina picha ya mme wake, yani Hiwa iko hapo mezani. Wakati huo kitambaa ambacho kilipata
kilichopatikana kwenye nyumba yake kilikuwa kina picha yake. Kwenye kutazama laptop ya huyu mshikaji alikuwa amegandisha, alikuwa anatazama video ya ndoa ya Pari. Baada ya kuitazama vizuri, huyu binti akamwona Garon alipokuwa anamnong'oneza, alitumia muda huo kukata nywele zake. Sasa binti akaingiwa na wasiwasi sana. Baada ya kuchunguza vizuri, akaona kuna video nyingine ikimwonyesha shangazi yake ambaye ni mama yake Goron alipokuwa anamuosha marehemu mama yake Pari. Alionekana akimwekea kitu cha ajabu mdomoni kwenye kinywa cha marehemu, kisha akasoma maneno ya kichawi. Sasa baada ya haya yote, binti akaanza kuunganisha doti, akaanza kuhisi kabisa yawezekana Goron pamoja na mama yake wanahusika na mambo yote. Akakumbuka Goron alipokuja kumuomba kutumia choo chake, yawezekana ndo siku ambapo yule mshikaji aliweka vitu vyake vya kichawi ndani yake. Binti akaanza kuona kabisa shangazi pamoja na kijana wake wote walikuwa na lengo moja tu, ni kuharibu maisha yake. Kwa huzuni, mara moja Pari akawa amerudi makaburini na kwenda kuomba kaburi la mama yake lifukuliwe. Na baada ya kufukuliwa kweli, kwenye kuuchunguza mwili wa marehemu wakawa wamepata yale mavitu ya kishirikina yaliyokuwa yamewekwa ndani ya huyo marehemu. Binti akaona kabisa asikimbilie gizani moja kwa moja, akaenda moja kwa moja kwenye mwanga, yaani akaenda moja kwa moja kwa Imam, akaenda kumweleza kila kitu alichokiona kwenye ile video. Sasa Imam baada ya kusikiliza vizuri kilichokuwa kinatamkwa, yani ibada iliyokuwa inafanywa na shangazi yake Pari juu ya mwili wa marehemu, akawa amegundua kwamba ni ushirikina mmoja wenye nguvu sana na ni hatari. Watu wanajua sana kuhusiana na majini, hilo sio tatizo. Kuna makundi mengi sana na jamii nyingi sana ya majini yenye tabia mbalimbali na makabila tofauti tofauti kama binadamu jinsi mlivyogawanyika. Sasa majini walioitwa na shangazi wako ni majini ambao wanawachukia sana binadamu. Akamshauri haribu kila kitu ili kumaliza tatizo hili, kwa sababu mabadiliko ya mtu huanza na mtu yeye mwenyewe kabla ya kusaidiwa na mtu mwingine. Akamwambia binti aombe sana dua kwa Mwenyezi Mungu, kisha akawa amemwombea dua ya ulinzi hapo binti arudi nyumbani. Binti alipofika mlangoni tu akamgeukia Imamu, akazungumza kwa sauti nzito, akamwambia kwamba Imamu, unadhani unaweza kunizuia mimi? Kisha akawa ametabasamu tu, akawa ameondoka hapo. Imamu akajua kabisa hizi ni tambo za majini. Baadaye Imamu akiwa bize kusoma neno la Mungu, mara akasikia kama kuna watu wanazungumza, kama kuna kilio ndani hapa. Akamuona shangazi yake Pari yuko ndani hapo na kaburi la mama yake Pari. Imamu akawa ameshtuka kutoka usingizini, kumbe alikuwa amepitiwa na kausingizi kidogo. Sasa Pari baada ya kurudi nyumbani akamwambia mume wake kwamba alikuwa na mama yake huko. Sasa mwanaume akawa anashangaa, mama yako tena, na kati mama yako ni marehemu. Hiyo ikabidi kumfuata mke wake mahali alipokuwa anaenda, akamwona anafanya vitu vya ajabu sana. Kwa bahati nzuri sasa Imamu akawa amefika eneo hilo kwa wakati, akiwa na bwana mkubwa Faruk. Walipofika hapo wakamuulizia Pari uko wapi. Ghafla pale alikuwa ametokea nyuma ya hiwa, akasema kwamba unataka nini? Alipomwona Fulak akaanza kupoteza udhibiti. Yani huyu jamaa anadili sana na hizi mambo mpaka kiasi kwamba yani hata mtu mwenyewe mchawi ukimwona tu unaanza kutetemeka. Ikabidi kumlaza binti ili kuanza kusomewa dua mara moja. Pali anaonekana kuwa na hali mbaya sana, akaanza kutetemeka na homa ikaanza kumpanda. Wakachunguza hii nyumba, wakahisi kabisa kuna mambo ya ajabu yanaendelea hapa. Kwenye kuchunguza walikuwa wanakutana na mambo ya ajabu sana na wanasikia sauti za ajabu zinaendelea ndani. Mara Pali akawa ametoweka ghafla. Wakaanza tena kumtafuta, wakamkuta sehemu ya chini kabisa kwenye hii nyumba akiwa katika hali mbaya sana na viumbe wa giza wanapambania kombe lao. Imamu akaanza kusoma dua mara moja. Muda huo mme wa Pali yuko bize kulikweli kila kitu. Imamu alipiga dua purukushani za kutosha hapa. Baada ya mapambano makali sana, pepo akawa amekimbia. Asubuhi iliyofuata polisi wakaenda moja kwa moja kwenye nyumba ya binamu yake Pali, yani Goran. Hawakumkuta mshikaji, tayari amekwisha kukimbia. Mshikaji aligundua kwamba kama Pali ametambua ukweli, familia nzima wamekwisha kumjua kwamba yeye ni mbaya. Baada ya yote Pali pamoja na mme wake wakaanza maisha mapya bila usumbufu wa aina yoyote na pepo wabaya. Hii ikikuonesha kwamba mahali sahihi pa kukimbilia kama mwanadamu ni sehemu palipo na mwanga pekee na sio kukimbilia gizani. Pali akawa amefanikiwa kupata ujauzito na akaendelea na maisha yake na mme wake. Ukweli wote unatokana na makosa ya zamani ya familia yao. Mzimu uliokuwa unamsumbua Pali ilitokana na makubaliano mabaya yaliyofanywa zamani ili kulinda familia yao kwa nguvu za kishirikina. Hivyo mateso yaliyompata hayakuwa tu mambo ya ajabu, bali pia yalikuwa ni matokeo ya historia mbaya ya familia yao upande wa giza. Subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la ujanja.